na msisitizo huo tulikuwa tukitoa kwenye ziara zetu mpaka kufikia tarehe ya leo, tumekutana na changamoto nyingi. Moja zimetajwa na wenzangu hapa, ongezeko la visa vya ukatili wa kijinsia vinafanywa watoto wetu, wanawake wenyewe na hata wanaume. Ukienda kwenye dawati la jinsia la jeshi la polisi, takwimu zinazotolewa zinatisha kidogo. Takwimu zinazoonyesha visa vya unyanyasaji wa watoto, visa vya ukatili wa kijinsia vinatisha kwenye halmashauri yetu ya mji wa Korogwe. Mwenyekiti, ni changamoto ya kwanza. Lakini changamoto ya pili ni ongezeko la vijana wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Watoto wetu leo wanajitangaza kwenye mitandao ya kijamii, wanaojihusisha na ushoga. Watoto wa kiume wanaoitiana kwenye mji wa Korogwe imekuwa kama fashion. Kwa nyuma ilikuwa ni vitu vya aibu, lakini leo watoto wa kiume wanapaka hina, wanapaka wanja, wanapaka lipshine na lipstick na wanajitokeza hadharani kutafuta mabwana. Ni jambo ambalo ni lazima tulizungumze kwa ukweli na tulizungumze kwa uwazi ili kufahamu kwamba tatizo lipo na ni tatizo gumu kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekutana vile vile na changamoto ya kushamiri kwa biashara ya ngono katika maeneo yasiyo rasmi kwenye mji wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukifanya study ya usiku kwenye maeneo ya pub zetu za The Spirit, Level na kwingineko, utakutana na madada poa wanaofanya biashara ya ngono kwenye maeneo ya wazi kabisa. Lakini bahati mbaya sana ni kwamba wanapokosa wateja wa umri wao, wanawachangisha watoto wetu 500 na wanashiriki nao ngono kwa group. Watoto wetu 5 wanashiriki ngono na dada poa mmoja. Na hayo sio rasmi. Hii ni changamoto kubwa kwa malezi ya watoto wetu na iko kwenye mji wetu wa Korogwe. Mheshimiwa mgeni rasmi, ongezeko la visa vya kuparaganyika kwa familia kwenye mji wetu imekuwa ni changamoto vile vile kabla ni malezi ya watoto wetu. Katika kuchukua hatua ya jambo hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, siku chache zilizopita tuliita kikao cha pamoja kati yetu sisi jumuiya ya wazazi kwa niaba ya walezi na wazazi wote wa halmashauri ya mji wa Korogwe, lakini tukakutana na wenzetu wa idara za elimu ya msingi na sekondari kama taasisi za malezi kwenye mji wetu wa Korogwe, lakini na viongozi wa dini, viongozi wanaotoka idara ya utamaduni pale halmashauri ya mji, viongozi wanaotoka ustawi na maendeleo ya jamii, lakini na dawati la jinsia la jeshi la polisi. Malengo yetu ilikuwa ni kutafakari kwa pamoja nini kilichotufikisha hapa, kama ni usimamizi wa malezi kwenye familia zetu, kama ni usimamizi mdogo wa sheria zetu na kanuni zetu zinazotungwa na serikali yetu, au ni nini kilichotufikisha hapa, au viongozi wenzetu wa dini kama walezi wenzetu kule katika madhabahu na mimbari za misikiti wamebadilisha ajenda yao, au ni kitu gani kimtufikisha hapa. Lakini mwisho wa siku, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikubaliana katika siku za usoni tutakuwa na kongamano la pamoja litakalotusaidia sasa kama taasisi za malezi na za usimamizi wa sheria na kanuni za malezi ya watoto wetu kukumbushana wajibu wa kila mmoja katika jambo hili.